Naam, karibu kuungana nami ndugu mpenda mtazamaji wa Kwetu News 24 kwenye habari hizi zinazotrend kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan uko mashariki mwa nchi hiyo. Nianze na salamu, lakini pia nikutakie uwepo mzuri na nikualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa habari mbichi za hii leo. Ndugu mpenda mtazamaji, habari zinazotrend lakini pia habari zinazozidi kuzuka mara kwa mara. Siku ya leo tumekuandalia habari mbili kuu ambazo tutazichambua mimi na wewe ndugu mpenda mtazamaji. Ya kwanza ni kwamba utaifahamu harakati ama hatua ama maandamano yaliyofanyika huko Marekani kiujumuisha jamaa la Wanyamulenge lakini pia Wakongomani wanaoishi huko Marekani. Lakini pia tutaenda kuongelea habari za waasi wa M23 waliotekwa ama waliokamatwa mateka na vikosi wa vijana wazalendo maeneo ya Uvira milimani huko kwenye pleni ya Ruzizi. Hivyo ni kualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hizi mbili zinazoonekana lakini pia zinazoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nianze na salamu ndugu mpenda mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matumaini yetu mpo salama salimeni, na hivi nikukaribishe mwanzo mpaka tamati mwa habari hizi za leo, ambayo ni tariki 1 mwezi wa 4 Aprili mwaka 2026. Ndugu mpendwa mtazamaji, lakini kabla tujabobea ndani ya taarifa yetu, usikose kusubscribe lakini pia kushare na kulike ili kwanza kwa barika na habari zetu. Twende moja kwa moja kwa taarifa hii ya habari. Iyo jana tariki 20 mwezi huu wa 4 mwaka huu 2026, tukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uko Kivu Kusini, Generali wa wazalendo akiungana na wazalendo wengi kabisa walikuwa wakipambana moja kwa moja, lakini pia walikuwa wakikabiliana na adui ambaye anakuwa huko mpeni ya Ruzizi ambaye ni M23 anaungwa mkono na wasi wa M23. Baada ya mapambano, ndugu yangu, ni kwamba habari ni hatari, ni kwamba baada ya mapambano wamefanikiwa kumteka nyara kumrazi, wamefanikiwa kumteka mateka yani muasi mmoja wao wa waasi ambao walikuwa kwenye vita, ambaye tumebahatika pia kuzungumza naye. Hivyo baki nami mwanzo mpaka mwisho ili mradi ujue kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo niseme kwamba baada ya kutekwa ama baada ya kukamata mateka huyo muasi wa M23, tumemkamata lakini pia tumejadiliana naye mwanzo mpaka mwisho kujua kile ambacho kinaendelea hususani huko mashariki lakini pia vita, na ameeleza mwanzo mpaka mwisho ambacho kilikuwa ama ambayo kinaendelea baada ya kuwa ndani ya uasi. Hivyo ni kualike umsikilize moja kwa moja alichokiongea huyo muasi waasi wa M23. Msikilize huyo hapa. Jambo sana. Unaweza ukajitambulisha? Komanda force wa mvuma LPCC General Vincent Musayo Mushombe avuza Migeri. Unapatikana wapi kwenye uwanja wa vita? Uwanja wa vita napatikana sehemu za Mayoho Plateau, Katobo, Kageregere na Moho Plateau. Mpaka sasa hivi hali ya kule juu inaendelea? Hali ya kule hali sio nzuri, kwani tunapambana kila siku na adui. Mara kwa mara tunashinda kwa vita. Hata na leo hii mmoja wao niko naye mikononi. Ina maana huyo hapa ni mateka ambaye mshika kwenye shamba la vita? Hii ni mateka direct, na singefunga mtu hivi kama hakamatiki mateka. Tuambie mpaka unamkamata nilikuwa mko wapi na ulimkamata mwenyewe gani? Je, alikia kujiripoti mwenyewe ama mlimkamata mateka? Negative, hakuya kujiripoti. Juu kuna kuwaka mafasi za patrouille de connaissance. Ndio nikaenda watega pale. Wakati walifika wakaingia ambush, mmoja wao nikamkamata. Na chini ya yulu ya Katobo, katikati Katobo na Kageregere. Na wakati unashika mateka alikuwa yeye peke ama alikuwa wengine?
balikuwa mingi, mmoja ndio walikamatiwa, wengine wakasambaratika. Na mpaka sasa hivi pale kwenye ulimshikia mateka nani pale, adui ama ni yetu? Nilimshika mateka muwanja ya vita. Ndio nilitoka kufro, ndio nikaingia mpatrouille, ndio tukakutana mule tukapigana. Bakarudia kwao na mimi nikarudia uwanjani mwangu. Juu shamba ya vita iko katikati na kwa zone netre. Ndio. Wewe uko parti gani hapo, kwa parti gani? Mimi niko parti ya Katobo. Katobo biko Kageregere yulu yangu. Kisha napatikana tena nyuma Kitembe, Kitoga na Zaruga Masango. Na kama ushaongea na labda alikwambia yeye ni mwanajeshi wa wapi na anatokea wapi? Yeye aliniambia kama ni mwanajeshi Maredi Tabara baze ya Rwanda, na anapatikana kwa kiongozi wake 51 na wanachangia maoperasyon na M23 Twirwaneho. Okay, yeye ni soda wa Burundi. Yeye ni mtoto ya Burundi, mplato ya Burundi. Alikwambia labda lengo kubwa ambalo linafanya kwa Kongo ni nini? Lengo lao kubwa ni kupigana Kongo. Okay. Kisha kumaliza Kongo wanaingia Burundi. Ndio lengo kubwa. Na ndio maana waliwahi kuchanga nguvu. Sasa je, kuna tegemeo labda kugomboa Kageregere sababu ni miaka inaenda mingi sana? Tegemeo niko nalo sababu wamoja wanashikwa mikono. Ndio. Wakati niko nakamata wamoja mu mikono na niko na uhakikisho na tegemeo ya kugomboa Kageregere. Na labda kuna vile pesa, lakini naona wewe kumali mzuri, anaongea afya yako mzuri tu, afanye kupigiwa. Labda wewe kwa nini uko hivyo? Aloro, kupiga mtu siwezi piga mtu mateka, kwa sababu nikimpiga mateka hakuna siri ya ndani atatobola. Nifeni muachilie kwanza na nimuoji nimsikilize ambao wanawaza kujiunga kwa M23. Naweza washauria waache kujiunga. Ndio. Sasa kwa leo wewe kama kiongozi ambaye anapigania nchi, sisi mara kwa mara tunaomba msaada, lakini msaada wenyewe haufiki. Kwa nini? Sijui tayari mimi nishafika huko ama haifiki, labda kwa sababu mimi siaona msaada wowote. Sasa kule unaishi wakati msaada serikali ya raia ambao unawapigania. Serikali inatusaidia kadogo kadogo. Serikali inatusaidia kadogo kadogo kwa chakula. Kadogo kadogo, lakini msaada mwingine kutoka mbalimbali hakuna. Tunasaidia si wenyewe. Tunavumilia kufuatana na hali ni udongo wetu tunapigania. Naimani kwamba haukosi wanajeshi pale ulingi kufronje kwa tegemea kugomboa Sange pia. Tayari wajeshi so gachi witwane ni Nyuzwa Thierry. Iwanyu ni wacu ni Ngozi muri komine ya Marangara mutumba wa Kidobori. Uri umusirikari cyangwa uri umusivili? Je no kuvuga ngo murundi yaranzanye nganzanye mu kazi ane Buvira, kumbe aje kungurisha mu kiroberi cyare de Tabara ntabizi. Turi kumwe n'abandi twari 22 baratujana ari mwijoro ahantu baducishije sindahazi, niko kudutwara mu misozi batujana aho bitwa Magunda. Tugeze aho bitwa Magunda baradufunga, baradukubita cyane, maze kudukubita niko kumara iminsi mikenya bagaca badutwara ahandi bitwa Nawombe, baza kudukoresha igisoda ku mbaraga ku nkoni nyinshi. Umwe yaciye atoroka, turi muri iryo kosi ryabo, atorotse bamufashe baramukubita inkoni kugeza apfuye. Niko turagoma turiga batwigisha igisoda, baratwigisha imbunda karashi, baratwigisha n'ibindi, baratwigisha na politike yo kwanka igihugu, batwangisha igihugu batubwira ngo leta y'u Burundi ngo nimbi, ngo leta y'u Burundi ngirica, ngo leta y'u Burundi nizi kuburanira umunyagihugu, ngo barashaka gusenyura leta, ngo bayirandurane n'imizi. Ari byo batwigisha babidushira mu mutwe ku mbaraga. Nuko ugerageje gutoroka wese afashwe, igihano bamuha nicyo gupfa, nicyo kumukubita kugeza apfuye. Je rero nkabaho mfise. Na ndugu wapendwa watazamaji, kama ulifisikia mwenyewe, huyu inaonekana ni Murundi, sawa, inaonekana ni Murundi na sijui
kipi ambacho kimemshawishi mpaka jamaa aungane na waasi wa M23? Acha ni kwa fursa hii ni waambie wale ambao pengine bado wanakuwa ndani ya uasi wa M23 ni kwamba hakuna kitu ndani ya uasi. Hakuna kitu ndani ya uasi, hivyo mlango uko wazi. Vijana wazalendo wapo, lakini pia jeshi la taifa ya Kongo ambao ni FARDC wakiambatana na makushi mbalimbali ndani ya jeshi, waibu na wengine waje wajisalimishe, yani waje wajisalimishe, watapokelewa vizuri na watakadiriwa vizuri na serikali ya Kongo. Kwa hiyo mlango uko wazi. Nyinyi ni Wakongomani, japokuwa mnakuwa nafanya mambo ambayo yaeleweki. Kwa hiyo nyote mnaalikwa kuja kujiuzulu, kama msime kuja kujisalimisha ndani ya mikono ya serikali yenu ama serikali yetu ya Kongo, na mtapokelewa vizuri kabisa. Ni kwamba mkiendelea kubaki huko cha moto mtakiona, maana kwa sasa vijana wazalendo wako kwenye mstari wa mbele ndani ya mashamba vita, wakizidi kuimarisha usalama mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia serikali ya Kongo nikiona jeshi la taifa ya Kongo FARDC wako vizuri. Kwa hiyo bado hali ni tete maeneo ya Point0 huko, kama tusikia jana juzi hapa ni kwamba madrone zilipiga. Habari mbichi pamoja na Kwetu News 24, ungana nasi mwanzo mpaka mwisho ili ujue kila ambacho kinazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vya Kongo. Bali na hiyo nikwambia kuwa leo tunakuwa na habari mbili kuu ambayo tutaenda kuzungumzia, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Bana, baada ya hiyo habari ndugu mpendwa mtazamaji, twende moja kwa moja uko Marekani ambako kunasemekana, sio kusemekana, imefanyika maandamano kubwa ambayo imekutanisha Wakongomani wanaoishi huko, lakini pia walioandaa ama waliosimamia ama walio kusensibilizia wengine. Ilikuwa ni jamaa la Wanyamulenge. Wanyamulenge ni moja wa Wakongomani wanaokuwa naishi huko Marekani. Kwa hiyo wameungana kwa pamoja wakafanya maandamano. Sawa, wamefanya maandamano kusemekana ama kusema ama maandamano hayo yalikuwa yanalenga kitu kimoja tu, ni kusema lazima kusitishwe vita ya Kongo. Wakongomani sio tu wa kuoa kile itwao leo, lakini pia wakasema ya kwamba sisi jamaa la Wanyamulenge hatuna ukaribu, hatuna undugu ama hatuna urafiki na waasi wa M23 ama nchi ya Rwanda. Maana wakati Rwanda anakuwa anaingia kupiganisha huku, wanakuwa wanajifanya kwa wanakuja kutetea jamaa la Wanyamulenge. Hiyo jana ama yujuzi katika maandamano hayo imesemekana ya kwamba jamaa la Wanyamulenge aliko tayari ama aliko ama alina unafaa ama urafiki ama uhusiano wa vita huo ambao unakuwa unaendelea ama unakuwa endeleshwa ama unakuwa unaletwa na waasi wa M23 kishirikiana na nchi ya Rwanda kabisa. Kwa hiyo ni habari gushi. Kwa hiyo imesemekana kwamba waasi wa M23 na Rwanda wanakuwa na maslahi yao binafsi, lakini wanakuwa najiingiza ama kupendekeza ama kuonesha kwamba jamaa ya Wanyamulenge ndio nakuwa nyuma ya wanakuwa wanatetea Wanyamulenge. Hiyo ni habari gushi na ni habari uongo. Kwa hiyo wanakuwa na maslahi yao yenyewe. Na katika maandamano hiyo imesemekana ama Wanyamulenge wameiomba serikali ya Kongo kufanya nguvu yao yote kulinda jamaa yao ambao kwa huko Mikenge, na kusema kwa wako nyuma ya jeshi ya taifa ya Kongo ambao ni FARDC na vijana wetu wazalendo, lakini pia wako nyuma ya rais wa DRC ambao ni Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Rwanda kumrazi ni hatari mpaka jina kwa kujirudia kwa uasi ambao unakuwa unaendelea. Niseme kuwa huko Marekani kimechimbika kabisa na maandamano ambayo yalikuwa huko. Baada ya hiyo jana kumrazi ya hiyo jana ama leo, kile kikundi ama kile kikosi cha kamati ambayo wanaendesha hiyo maandamano wameenda kumuona nani? Wameenda kumuona rais ambaye anakuwa anasimamia ama anakuwa anasimamia nchi ya Kongo huko Marekani, ni ambassadrice. Ameenda kumuona na kumuelezea kila ambacho, yani kumuelezea ana kwa ana, lakini pia kuelezea kila ambacho kinaendelea na nia yao ama dhamira yao wao kama wao Kongomani wanakuwa naishi huko, kuonesha kwamba hatuko nyuma ya uasi wa M23, lakini pia hatuko nyuma na nchi ya Rwanda. Sisi ni Wakongomani na tunataka kuishi kwa pamoja. Kwa hiyo serikali ya Kongo ifanye kadri iwezavyo ili mradi iweze kusaidia ama iweze kusimamisha vita
vinavyoendelea. Ndugu mpendwa mtazamaji, basi niseme asante kuungana nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari mbili buch ama habari mbichi ambazo ziliendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na hiyo, ni kualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati, niseme lakini pia ili uzidi kuhabarika kupata habari gush, kumrazi kupata habari zinazoendelea ama zinazoonekana nchini Kongo, usikose kusubscribe lakini pia kushare.